qala nasema inna asbaban najati, hakika sababu za kufaulu, minadhaya'i, kutokamana na kupotea, walhalaki, na kuangamia, walinhirafi, na vile vile kupondoka. Katika sababu ambazo ni za kufaulu kutokamana na kupotea na kuangamia na kupondoka, hiya fi ma'rifati minhaji nubuwa, zipo katika kuijua njia ya utume ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa fil qassi ala athari nabii, wa fil qassi, na katika kufuata, ala athari nabii, mienendo ya mtume alayhi salatu wasalam. Wa fi luzumi siratil mustaqim, na katika kulazimiana na njia iliyonyooka, alladhi, njia ambayo lazima husahabatul kiramu, walilazimiana nayo njia hiyo maswahaba watukufu ridwanullahi ta'ala alayhim. Kwa hiyo kule kuijua njia ya mtume alayhi salatu wasalam na kuzifuata nyenendo zake na kulazimiana na njia iliyonyooka ya maswahaba, hiyo ndiyo sababu ya kufaulu mtu. Wadhālika, na hivyo, annahu, kwamba, man tajarrada lillah, atakayejipwekesha kisawasawa, akayafanya mambo yake kwa ajili ya Allah, wattaqallaha, na akamuogopa Allah, wasadaqa ma'a Allah, akawa mkweli pamoja na Allah, walam yattabi' hawahu, na hakuyafuata matamanio yake, wa'tamada fi akhdhi ad-dini, na akaigemea katika kuichukua dini, ala alkitabi wa sunna, juu ya Qur'ani na sunna, mtu huyo ala fahmi salafi salih, tena juu ya ufahamu wa waliotangulia wema, mina sahabati, miongoni mwa masahaba, wa man tabi'ahum bi ihsani, na wale wote waliowafuata wao kwa wema, wa nadhara fi fahmin, na akatazama ule ufahamu, wastimbatil ulamai, na utafiti wa wanawazuoni, akautazama namna walivyotoa utafiti wao katika aya na sunna, ulamai ahli sunna, tena wanawazuoni ambao ni watu wa sunna, fahuwa ala siratil mustaqim, mtu huyo atakuwa katika njia iliyonyooka. Ba'idan, tena atakuwa yuko mbali, an subuli shaitani rajim, kwenye njia za shaitani ambaye arrajimi, aliyelaniwa. Kwa hiyo mtu ambaye atakayejipwekesha kwa Allah, akamuogopa Allah, akawa mkweli pamoja na Allah, na hakufuata matamanio yake, hakufuata muongozo wa matamanio yake katika dini, na akategemea kuchukua dini yake kupitia Qur'ani na Sunna. Kila jambo katika dini anategemea Qur'ani na Sunna. Tena huo ufahamu anaotegemea wa hiyo aya ameutoa kwenye ufahamu wa maswahaba na wale wote waliowafuata kwa wema. Tena akazitazama zile tafiti za wanawachuoni wa kisunna kwenye ile aya na sunna hadithi, basi mtu huyo atakuwa katika siratul mustaqim, kwenye njia iliyonyoka. Illa anna ahla al-ahwa, isipokuwa tu kwamba watu wazushi, yani watu wa matamanio, wal bid'ah, na watu wenye kufuata uzushi au watu wazushi, tatajara bihim ahwa'uhum, basi zinawavuta na kuwapeleka wao matamanio yao, yani matamanio yao yanawapeleka wao, kama yatajara al-kalabu bisahibihi, kama ugonjwa wa kichaa unavomvuta na kumpeleka mtu wake. Kama yatajara al-kalabu, kama unavompeleka al-kalabu, ule ugonjwa wa kichaa cha mbwa ule unavompeleka na kumkokota na kumuongoza, bisahibihi, mtu wake. Kuna watu hawa matamanio nao wanaiendesha dini yao kwa matamanio ya nafsi, namna yanavokokota. Tarakul kitaba wa sunna, utawaona watu hao wameacha kabisa Qur'an na Sunna. Mtu yoyote mzushi hawezi akashughulika na Qur'an na Sunna. Wastabdalu alladhi huwa adna billadhi huwa khairun, na wakalibadilisha alladhi, lile ambalo huwa adna, ni la duni na ni la chini, dhalili, billadhi huwa khairi, kwa lile ambalo ni bora. Wakabadilisha lile ambalo ni duni kwa lile ambalo ni bora. Maana yake lile ambalo ni duni
wao wakalifanya ndiyo bora, na lile ambalo ndiyo bora wakalifanya kuwa ni duni. Kwa hiyo wakabadilisha, wameacha kutumia Qur'ani na Sunna ambavyo ni bora, wamekuja kutumia ahwauhum wa shubahatihim, wamekuja kutumia matamanio yao na shubha zao. Wa shubahatu ni zile shubha zilizoongoza katika dini, matamanio yao ndio yanaongoza kwenye dini. Wameacha Qur'ani na Sunna, wameamua wafuate vitu hivi viwili. Washtaghala ammatuhum, tena utawaona washtaghala, na wamejishughulisha, ammatuhum, wengi wao wamejishughulisha biulumi liyunani, na elimu za watu wa Kiyunani, walfalasifati, na watu wa falsafa, walmanatiqati, na watu wa mantiki. Hawa watu wanatumia akili zaidi, ndio wamejishughulisha na hizo elimu zao. Namna ya kufahamu Qur'an na Sunna wanategemea ufahamu wa Miyunani, namna ya kufahamu hadithi za Mtume wanataka wafahamu falasifa walivyofahamu. Wa ahli al-kalami war-ra'yi, na wametegemea na wamejishughulisha na zile rai. Wa ahli al-kalami, wamejishughulisha na watu wa maneno na rai, ndio wote falsafa, wote wa falsafa, jishughulisha na kile ambacho wamekisema watu wa nini, wa rai. Wa'tamadu ala uqulihim, na utawaona watu hawa wameegemea sana kwenye akili zao. Wa araihim, na maoni yao, fi fahmi dini Allah, katika kuifahamu dini ya Allah subhanahu. Hili ndilo ambalo linawashughulisha. Namna ya kufahamu Qur'ani na Sunna ni kwa kutumia akili. Wattaba'u almutashabiha min an-nusus, na utawakuta watu hawa wazushi, wattaba'u, na wamefuata almutashabiha, zile ambazo ni mutashabihi min an-nusus, katika dalili. Vile vitu ambavyo vinavyotatiza haviko wazi, mutashabihi, vile vitu ambavyo haviko wazi kuvielewa, wao ndio wamefuata sasa. Wa akhadhu yuassilun, utawakuta sasa wa akhadhu, na wamechukua, au utawakuta watu hao yuassiluna, wanaweka misingi kwenye vitu kama hivyo vya rai na maoni, wanaweka misingi. Wa yuqa'iduna, na wanajiketisha hapo, wanakaa kwenye hicho kipengele kama hicho. Yuqa'iduna maana yake wanazilazimisha nafsi zao zitulizane kwenye vitu kama hivyo. Wa ya'taqiduna, na vile vile wanakuja kuitakidi. Yuawiluna an-nususa, wanasitafsiri kimakosa dalili. Yuawiluna an-nususa, wanazitafsiri kimakosa dalili. Ile aya inasema hivyo, wanabadilisha hivyo. Hii huku inasema hivyo, wanabadilisha inakuwa hivi. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa, wanasema hapa aya inasema soma dini. Khalaqal insana min 'alaq, amemuumba mwanadamu kutokamana na pande la damu. Hii ni science. Nani akakwambia aya hii inathibitisha science? Nani kakutafsiria kwamba hii khalaqal insana min 'alaq, amemuumba Allah mwanadamu kutokamana na pande la damu, tafsiri yake ni science? Nani kakwambia maneno? Ta'wil al-kalimatu al-haqq 'inda sultanin ja'ir, hadithi ya Mtume. Kulitamka neno la kweli mbele ya mtawala muovu, mbele wanasema kutoka kwenye mimbari, mbele kwenye majukwaa ya kuhubiri, mbele kwenye magazeti, mbele kwenye vyombo vya habari. Kana maana nimekutafsiria maneno kwamba hiyo mbele iliyokusudiwa kwenye hadithi ya Mtume ni wewe kupanda kwenye mimbari. Nani kakutafsiria hivi? Wajaa amru rabbika, na inakuja amri ya Mola wako. Nani kasema wajaa amru rabbika? Allah amesema wajaa rabbuka, na anakuja Mola wako. Ndio akasema kwenye Qur'an wajaa rabbuka, na atakuja Mola wako. Wao wanasema haiwezi kuja Allah subhanahu wa ta'ala, bali hapa anayekuja, inayokuja ni amri ya Mola wako. Kwa hiyo watu hao yuawiluna nusus, wanazitafsiri kimakosa dalili. Wayastadilluna bitawili, na utawakuta wanatolea dalili bitawili, ile tafsiri yao ya makosa. Ala ma asalu wa qa'adu, juu ya yale ambayo asalu, wameyawekea misingi, wa qa'adu, na wamekaa kwenye hayo mambo. Utawakuta wanatolea dalili na ushahidi yale ambayo wameyatafsiri kimakosa juu ya kile ambacho wamekiwekea misingi. Wa qa'adu, na wao wakakaa hapo. Wa bihadha, na kwa sababu hii na haya yote haya, iftaraqatil ummatu, umma umefarikiana. Sababu ya hii, kwa sababu wewe una rai yako, unafuata ndio dini yako, na yule yeye anafuata rai yake.
na yule anafuata rai yake, vipi umma huu utakuwa ni kitu kimoja? Kwa hiyo umma lazima utapanyike. Wa asabaha ma asabaha al-umama qablaha, wa asabaha, na umma huu ukapatwa ma asaba al-umama, yale yale yaliyozipata nyumati qablaha, zilizokuwa kabla ya umma huu, na tafarruq, kama vile mayahudi waligawanyika makundi 70 kadha, manasara waligawanyika makundi kadha, na umma huu nao ukagawanyika makundi kadha. Wa hadha ma akhbarana bihi nabiyuna, na haya ndio ambayo ametuelezea sisi mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna sahabata ridwanullahi alaihim, wa hakika masahaba Allah waridhie, wahadu masdar at-talaqi. Sikia maneno ya Sheikh anasema hivi, hakika masahaba wahadu, walifanya moja, wahadu walifanya moja, masdar at-talaqi, chemchem ya kupokea dini. Ile chemchem ya kupokea dini masahaba walifanya ni moja tu. Fa akhadhu al-kitaba wa sunna, wakachukua dini yao kwenye Qur'ani na sunna. Wanahahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam, na mtume wao aliwakataza masahaba anin nadhari fi ghairihima, kutazama visivyokuwa viwili hivyo. Wasiende kutafuta vingine kwenye kuijua dini yao, wasitazame kitu kingine, waangalie kwenye Qur'ani na sunna. Fasafa an-nab'u, ikasafishika ile chemchem. Fasafa an-nab'u, ile chemchem yao ile ikasafishika, ikawa safi kabisa. Safaan ghaira ma'hudin, usafi ambao haukutegemewa kabisa, usafi ambao ghaira ma'hudin, haujawahi kutegemewa. Yani wakawa ni watu wasafi, sababu kila kitu nani Allah kasema, mtume sallallahu alaihi wasallam kasema. Wastaqamu ala sirati istiqamatan, wastaqamu ala sirati, na wakawa na msimamo katika njia, istiqamatan, msimamo ambao lam takun qablu, haujawahi kutokea kabla, fi atba'i nabiyyin min al-anbiya,